Tunatambua sana ili eneo la uraibu, na kwenye product yetu tuna namna ambavyo mchezaji anaweza akajilimit, labda akajiwekea limit ya kiwango cha kucheza, labda nataka nicheze shilingi 1000 tu ndani ya wiki. Hilo linawezekana. Kwa hiyo mtu anaweza akajiwekea limit, lakini anapoona kwamba hawezi kuendelea ama anaona hiyo element ya uraibu inakuja, lakini pia tunao dawati la kuweza kushauri watu namna gani bora ya kuweza kunufaika na hii michezo ya Jackpot City. Kwa hiyo tuna hiyo option ambayo mtu anaweza akaomba ushauri na tukaweza kumguide namna gani ya kuweza kufanya, lakini pia anaweza akaset limit yake ya kiwango cha kucheza, lakini kama anaona inazidi zaidi, tuna kitu tunakiita self exclusion ama kujiondoa, means ataweza kutoka kama anaona hali imekuwa si nzuri zaidi. Tunatarajia kuwa na ajira nyingi katika nafasi mbalimbali. Hiki ni kichocheo kikubwa cha uchumi kwa sababu unasaidia katika sekta moja ya uwezeshaji kwenye upande wa ajira, lakini pia kuna namna ya ushindi, yani sio kana kwamba unapata tu entertainment, lakini ndani ya entertainment bado utapata fedha. Hizi fedha zinaweza zikasaidia kuweza kufanya maendeleo binafsi. Kuna watu wanaweza wakashinda mpaka milioni 100, 200, 300. Sasa ukizitumia hizo kuweza kufanya uwekezaji katika maeneo mengine, hiyo yote inakuwa imechangia katika kuchochea uchumi wa watu binafsi, lakini pia na serikali kwa ujumla wake. Lakini sio hilo tu, kama ajira kuna pay, kuna mambo mengine, hiyo yote tunakuwa tumechagiza katika upande wa kodi. Sasa tukirudi katika upande wa gaming tax, tunatarajia kwamba sasa serikali itanufaika kupata mapato zaidi kutoka kwenye hii product yetu ya Jackpot City, kwa sababu wachezaji wakiwa wengi ndivyo ambavyo ina improve pia kwenye kichocheo cha hii gaming tax kama tunavyoita. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa nadhani ni moja kati ya project nzuri sana katika kuchochea uchumi wa serikali, lakini pia na watu binafsi. Kampuni ya Mediabay inazidi kujitanua na wanafanya vizuri, na kama tunavyojua hii ni brand ambayo inajulikana, ni brand ya kimataifa na wanafanya vizuri sokoni. Kwa tunaamini kwa hii product watafanya vizuri na wataendelea kuchangia vizuri kwenye mfuko mkuu wa serikali. Kama nilivyosema hapo awali kwamba hii sekta ya michezo kubahatisha inachangia kwa zaidi ya milioni 600 kila siku. Kila tukilala tukiamka, milioni 600 inaingia kwenye mfuko mkuu wa serikali, na hii ni kodi tu ile ya moja kwa moja. Bado yale mapato mengine ambayo yanaingia kwa watu kama kipato ambacho sio direct, nacho kinachangia pia kwenye uchumi wa taifa letu. Na tunawataka waendeshaji wazingatie hizo sheria, kuhakikisha kwamba watu wanacheza kistaarabu na wanazingatia sheria zilizopo. Na hata matangazo, kuna wakati maalum wa kutangaza matangazo ya michezo ya kubahatisha, na huwa tunawataka waendeshaji wafuate hizo sheria. Tofauti ya hii Jackpot City Casino na platform zingine za kubashiri ni kwamba sisi tunaweza tukasema kuna guaranteed wins, na makampuni mengi ya kubashiri unashinda pale kwenye mtandao, unapata hela yako pale, lakini sisi unashinda pale, lakini pia unapata tiketi kwa ajili ya kupata vitu vingi zaidi nje ya ile platform. Unaweza ukajishindia membership za gym, unaweza ukajishindia dina sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tunatoa ile experience ya kwenye simu tunaileta kwenye ulimwengu wa asili, ili usikae tu kwenye simu yako utoke na kuchanganyana na watu. Katika kitu kimoja cha muhimu pia tunakifanya kwamba katika kila jamii ambayo tuna operate, kama mlivyosikia, sekta ya betting kwa Tanzania inachangia milioni 600 kila siku. Masaa 24 imeingia katika mfuko wa serikali kama kodi za moja kwa moja. Bado kuna ajira ambazo sekta hii inatoa, lakini ukitoa ajira na hii pato linaloenda kwa taifa, pia tunataka kusaidia jamii ambazo sisi tunafanya kazi, kwamba kutengeneza sehemu ambazo watu wanaweza kukaa, kwa Kiingereza tunasema recreational park, kupanda miti katika hii maeneo. Kwa hiyo hata kama mtu yuko Dodoma, Kilimanjaro, tunapanga kwenda mkoa kwa mkoa, kila jamii iweze kupata sehemu kama tunavyoziona kwenye movie, watu wanatembea na baiskeli zao, watu wanatembea na mbwa wao, na sisi pia inabidi tu elevate tufike level hiyo. Hii ni brand kubwa ya kimataifa, sasa isiwe tu unaleta watu wabashiri na ule umataifa pia uhamishie hapa Tanzania.